Watu wengi hushindwa kuweza kumtofautisha kwamba huyu ndugu yangu ni mraibu au huyu ni mtumiaji. Sasa leo tujaribu kuweza kuangalia vitu kadhaa ambavyo vitaweza kumtambulisha tofauti baina ya mraibu na mtumiaji wa kawaida wa hivi vilevi. Kitu cha kwanza, mtumiaji wa kawaida huwa ana kiwango maalum. Kama alikuwa anatumia moja ni moja, kama alikuwa anatumia mbili ni mbili. Mraibu ni yule ambaye muda unavyozidi kwenda na kiwango cha utumiaji kinakuwa kinaongezeka. Kwa hiyo ukiona mtu kiwango kinaongezeka siku baada ya siku, basi huyu mtu yuko na tatizo. Lakini pia mtumiaji wa kawaida ni yule ambaye mara nyingi anaweza kufanya majukumu yake na utumiaji wake mara nyingi inakuwa ni usiku au jioni. Lakini mraibu mara nyingi anakuwa ni asubuhi pamoja na jioni, au asubuhi, mchana pamoja na jioni au usiku. Lakini mtumiaji wa kawaida ni yule ambaye hawezi kuweza kutumia fedha kwa ajili ya kuweza kununua pombe ikiwa ana malengo ya aina fulani. Yaani kama ana malengo yake, basi atasema hii fedha siwezi kwenda kutumia hivi vilevi, ni kwa sababu na malengo ya aina fulani. Mraibu ni yule ambaye yuko tayari kuweza kupoteza malengo yake. Kama kuna fedha alikuwa amejiwekea, anaweza akaamua kuweza kuvunja lile lengo ambalo alikuwa amejiwekea kutokana na kile kiasi anachokusanya na kuamua kuweza kutumia vilevi. Lakini pia mraibu ni yule ambaye kila siku anatamani kuweza kuacha, lakini anashindwa, na inafikia hatua wakati mwingine hata akiitishwa vikao vya familia anajaribu kuweza kuambia kwamba nitaacha, lakini anajiiba, anaenda kutumia na maisha yake yanakuwa yako vile vile. Na ukijaribu kuweza kuzungumza naye wakati mwingine anakuambia kwamba natamani kuweza kuacha, lakini nashindwa. Lakini mwingine anaweza akakwambia nitaacha tu, lakini siku zinavyozidi kwenda hali inakuwa mbaya zaidi. Lakini pia mraibu ni yule ambaye yuko tayari kuweza kuriski maisha yake binafsi kwa ajili ya hicho kilevi. Maana kuna watu wengine wanafikia hatua ya kuweza kuacha dawa za kihospitali ikiwa na matatizo fulani fulani ya kiafya, naacha dawa za kihospitali na kuweza kutumia vilevi. Kwa hiyo yuko tayari kuweza kuhatarisha maisha yake binafsi kwa ajili ya kuweza kutumia vilevi. Lakini mraibu ni yule ambaye anaweza kuacha majukumu yake ya msingi au asifanye majukumu yake ya msingi kwa sababu tu ya kuweza kutumia vilevi, either kuprovide vitu mbalimbali, huduma mbalimbali za nyumbani au vitu mbalimbali vya nyumbani, either watoto shule, kuweza kuwanunulia uniform. Lakini wakati mwingine hata katika kazi, sheria ya kazi inasema kwamba usije kazini ukiwa umelewa, lakini bado still yeye wakati mwingine anaenda kazini akiwa amelewa, au wakati mwingine anaweza kutumia vilevi akiwa kazini. Yuko tayari kuweza kupoteza kazi ili aendelee kuweza kutumia. Lakini pia ukiona mtu anakuwa wakati mwingine anajaribu kuweza kuwalaghai watu au kuweza kuwatumia watu ili aweze kuweza kupata kilevi, basi ujue kabisa kwamba huyu mtu yuko na shida. Yaani kiufupi ni kwamba ni yule mtu ambaye anajaribu kuweza kufanya matendo ambayo hayastahili katika jamii, lakini kuweza kuhalalisha au kuweza kuendeleza utumiaji wake, basi huyu mtu ni mraibu. Kwa kama una ndugu au jamaa ambaye yuko na shida hii ya uraibu, tupo hapa kuweza kumsaidia. Dapo Recovery House, hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tunasaidia jinsia zote, yani wanawake pamoja na wanaume. Na kwa mawasiliano zaidi
tupigie simu namba 0673204332. Saidia, usiadhibu.